Yes, bana, moja kwa moja leo mtazamaji wa Mlimba TV Online, nitakusogeza moja kwa moja kwenye kitovu cha uzalishaji wa samaki katika wilaya hii, halmashauri ya wilaya ya Mlimba ambayo inapatikana mkoa wa Morogoro. Sasa hapa nilipo sasa hivi ni katika shule ya msingi Mlimba ambayo imedharisha na kupatikana kwa mji wa halmashauri ya wilaya ya Mlimba. Hii ni shule kongwe sana hapa Mlimba, inafahamika kama shule ya msingi Mlimba, na kama ulivyoona hapo. Sasa leo nitakupeleka moja kwa moja kwenye soko kuu la uuzaji wa samaki ambalo linapatikana hapa Mlimba. Kwa hiyo kwa wale wageni ambao mnatoka mbali na Mlimba, mnahitaji kuja Mlimba kutazama, na ifahamike kwamba katika halmashauri katika mkoa wa Morogoro, hii ndi halmashauri ambayo inazalisha sana samaki, ambayo inafahamika kama halmashauri ya Mlimba, ambayo inapatikana ukitokea Ifakara ukafika sehemu panaitwa Mbingu, Mgeta, Chita, kambi ya jeshi. Kijiji kinachofuata kwa mbele ni tayari ni imeshatambulishwa kwamba ni halmashauri ya wilaya ya Mlimba, ambayo tuna mbunge wetu ambaye anafahamika kama Rose Lwakatare. Sasa leo nimekuleta moja kwa moja kwenye samaki. Hili ni soko kuu la uuzaji wa samaki na uzalishaji ambalo linapatikana hapa Mlimba, ambalo lipo katika halmashauri ya Mlimba. Tutazungumza na baadhi ya watu ambao wanafanya biashara za kuuza samaki, watuambie hawa samaki ambao unawaona hapa. Nataka nikwambie tu ndugu mtazamaji kwamba wanapatikana kwa gharama nafuu sana, na katika mkoa wa Morogoro hii ndo halmashauri ambayo inauza samaki wengi kwa gharama nafuu kabisa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye uko mbali unatamani kuja Mlimba kuja kutazama na kuona hawa samaki wanapatikana vipi, wanapatikana Mlimba, na hao unaowaona ni samaki ambao wameshakaushwa tayari kutumia moto na moshi. Unaona hapo, au wamekaushwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sehemu nyingine. Sasa nikikwambia bei yake utashangaa sana, kwa sababu ni bei nyepesi mno, yani bei sawa na bure. Lakini pia naendelea kukwambia na kuonyesha hii picha uendelee kujionea vizuri uzuri na vitu ambavyo vinapatikana Mlimba. Umeona hawa samaki hao wamekaushwa kwa kutumia moto, yani ule mvuke wa moto umekausha hawa samaki ambao wanaonekana hapa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unahitaji kuja kutazama samaki, naendelea kukuonyesha picha halisi na jinsi wanavyoandaliwa na kutengenezwa. You know what? Hao unaoona hapa ni dagaa. Hao ni dagaa ambao wanatengenezwa, lakini hao unaoona hapa ni kambale wa kukunjwa ambao wamekaangwa kwa ajili ya kupelekewa watu wakapate huduma ya chakula. Hapa ni sokoni, na hao wengine ambao unaona pembeni wameshakaushwa kwa kutumia moto. Wamekaushwa vizuri kabisa kwa ajili, au unaweza ukawasafirisha ukaenda nao sehemu yoyote ile na wasipate madhara yoyote wala kuharibika. Lakini pia naendelea kukwambia hawa ambao unawaona sasa hivi pia ni samaki wengine ambao ni wabichi, ambao wameshakatakatwa kwa ajili ya kupelekwa motoni kukaangwa ili kupelekewa watu wakapate huduma ya kuwanunua. Na nitazungumza na mmoja baadhi ya wafanyabiashara ambaye anauza samaki mkongwe hapa Mlimba, ambaye unamuona hapa. Huyu ni mzee ambaye yuko na mwana andaa hawa samaki kwa ajili ya kuwatoa utumbo na kuwatengeneza ili wa watu wakapate kuwatumia. Sasa nitazungumza na huyu mzee, atatuambia jinsi gani anapata changamoto ya kuwapata hawa samaki, lakini pia na inakuwaje utaratibu wa kuwasafirisha hawa samaki kuwapeleka sehemu nyingine na hawawezi kuharibika. Basi mzee atatueleza mengi jinsi ambavyo yeye anajua jinsi ya kutengeneza hawa samaki. Lakini kikubwa, kitu kingine ambacho kwa wewe ambaye ukifahamu, leo niko kwenye soko kuu la samaki ambalo huwa wanauza samaki, na hapa nilipo ni moja ya eneo la uuzaji na utengenezaji wa samaki. Hizi unazoziona ni samaki, lakini pia nimeonyesha picha nzima hapo uone jinsi gani samaki hao wanapatikana. Lakini pia nimekutana na huyu mzee, mmoja kati ya watu ambao wanauza samaki hizi. Ataniambia hapa jinsi gani hizi samaki zinapatikana. Lakini pia kwa wewe ambaye uko nje na Mlimba unahitaji kuja kufika hapa kupata samaki, unapatapataje? Lakini pia kama mtu anataka kuagiza ambaye yuko mbali, hizi samaki unazoziona hizi zina majina yake pia. Kwa nitamuuliza hapa mzee. Mzee, mambo? Inakuaje? Safi, kwema? Kwema kabisa. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanauza samaki hizi. Sasa nitaka nifahamu ugumu wa kuzipata hizo samaki na changamoto zake. Hawa samaki mnawapataje? Samaki kwa kweli wanavuliwa, tunaenda kuwajumua huko mtoni kwa wavuvi. Kuna watu wanaovua mtoni huko, sisi ndio tunaenda kuwajumua. Ukiwajumua ina maana tu kazi kama hiyo unavyoniona hivi.
ndio nimetoka kuwajumua na waandaa kwa ajili ya kula. Na huwa mnachukua leo na kuwatengeneza leo? Tunachukua leo na kutengeneza leo. Yaani wanakuja wapya wanaenda kuliwa wapya hivyo. Mfano kama umewachukua leo alafu bahati mbaya wakalala asubuhi, hawawezi kuharibika? Hawana uwezo wa kuharibika kwa sababu atakuwa amekaangwa. Hao wanaitwaje? Mwacha mbichi hivi ataharibika, na mbichi hawezi, iwezekane, lazima utamkaanga tu. Hao samaki wanaitwaje? Anaitwa kambale. 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 Kwa mtu ambaye anataka kuagiza labda ili waweze kufika salama, huwa mnawafanyaje? Tunawapiga barafu. Kitaka mbichi afike salama, anapigwa barafu na anafika hata siku 3 atakaa, hata wiki. Kwa mtu ambaye yuko Dar kwa sasa hivi, ambaye yuko nje na mlima, anataka kufikia safi kabisa na wabichi hivi. Unaitwa mzee